Jesus. Hallelujah. We must become better. Lazima tuwe bora zaidi. Vile Mungu alikuumba. Mungu alikuumba na uweza wa kuwa bora zaidi. Wapendwa, kama kuna kitu nataka ukumbuke ukitoka kwa hii ibada, kama kuna kitu nataka ukumbuke ukitoka kwa hii ibada, nataka ujue ya kuwa unaweza kuwa bora zaidi. Mungu alikuumba ukawe bora zaidi. Mungu ana uwezo wa kukufanya bora zaidi, na uwezo wa kuwa bora utaanza katika mawazo yako. Wakati unafanya mawazo yako kuwa bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Isaia 54:13, na watoto wao watafundishika. Tulisema nyumba zetu lazima ziwe ni shule ya kwanza. Tunafundisha watoto wetu, tunawafundisha nidhamu, tunawafundisha kusoma. Tulijifunza tukasema wana wa Israeli wana tamaduni za kusoma. Education is a culture to them. Wanakaa chini wanasoma. Na shule, nyumba zetu lazima zibadilike kuwa nini? Shule ya kwanza. Kabla hajaenda kufundishwa na walimu shuleni, tunawafunza mambo ya fedha, tunawafunza mambo ya uhusiano, tunawafunza watoto wetu kila aina ya mafunzo ambao wanahitaji katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufahamu ya kuwa elimu ya ulimwengu inafundisha watu ili wakapate taaluma na wakapate vyeti, lakini elimu ya nyumbani na ya kanisani inafundisha kuhusu tabia, kuhusu hekima na kuhusu jinsi ya kuishi maisha kwa ujumla. Kwa hivyo tunahitaji elimu ya aina mbili: elimu ya taaluma kutokana na shule na vyuo, na pia elimu ya nyumbani na kanisani ambayo inatuletea hekima na kufanya tuwe na tabia na mienendo iliyo ya sawa. Kwa hivyo napoenda kumalizia, nataka kuwahimiza wazazi nyumbani, tuanze kuwa na wakati wa kusoma Biblia pamoja, wakati wa kuongea pamoja, kujifunza pamoja, kuwa na wakati wa mazungumzo kuhusu mambo kadhaa. Niliwaambia wana wa Israeli, they encourage debates in their families. When they sit down at the dinner table, wakati wanakula, wanaongea, wanaulizana maswali magumu, wanajibishana, wanaongea kuhusu kila aina ya kitu. Tufundishe watoto wetu, tuweke hiyo desturi ama tamaduni za watu kupenda masomo na kusoma. Na nimesema masomo hayatokani tu na vitabu peke yake. Wazazi tuache kuweka TV unaekea watoto cartoons. Wawekee educational documentaries. Bwana Yesu asifiwe. Wawekee mambo ya wildlife. Kuna masomo mengi
hata ya watoto wa rika ya chini ambayo yanapatikana kupitia kwa mitandao, ili wawe entertained and they are also being informed and transformed. Toto unampatia katuni kila saa mpaka anaanza kubihiri kama hiyo katuni. Unamsaidia nini? Bwana Yesu asifiwe. Kanisani tupende kusoma. Tukikuja tufundishwe na tufundishike. Take notes, write, revise. Be like the Berean church. Bwana Yesu asifiwe. Furahia kusikia mafunzo. Follow teachings. Na usiwe mtu wa kusikiza tu lakini hauweki maanani. Unapofunzwa, weka hayo mafunzo katika kufanyia kazi ili yakubadilishe. Na kila mmoja nimesisitiza tufanye bidii tuweze kusoma katika taaluma zetu. Je, wacha nikuulize. Unajua ukiingia katika mtandao, chukue mfano wa seremala. Uingie katika mtandao, utafute njia tofauti za kisasa za kufanya nini? Useremala kwa njia ya urahisi, na unaongeza hapo bila mashini mingi. Mtandao utakuletea vitu mpaka ushangae. Unajua na mtandao utakuambia, unasema jinsi ya kutengeneza meza bila kutumia msumari. Mtandao inakuletea kitu yote. Kama wewe ni kazi yako ni ya ususi, mtandao unalianguliza aina mpya za kufanya nini? Ususi kwa njia ya urahisi bila kutumia nini? Mashini. Na unaongeza kusuka nini? Vichwa za Waafrika, kwa sababu inaweza kukuletea za Wachinese. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni taaluma gani nyingine? Ujenzi. Njia za kisasa za kujenga nyumba za aina hii ambayo unaendelea mpaka unasema ambayo ni ya maeneo ya Nairobi, Kenya. Kwa sababu usiposema hivyo itakuonyesha nyumba ambazo zinaweza jengwa Europa ama mahali pengine ambazo hazisaidii nini. Unaipatia details, itakupatia na utajifunza mambo mengi sana. Wapendwa, tukitoka hapa twende tukasome. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukasome, jifunze kuhusu uongozi, leadership. Because number one, all of you are leaders. Leadership begins at home. You are leaders at home. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ni viongozi pale nyumbani. Kwa hivyo enda ukasome kuhusu uongozi. Alafu jambo lingine napomalizia, jifunze kuhusu biashara, jifunze kuhusu uchumi, jifunze kuhusu fedha, na zaidi ya yote, wapendwa, na hili ni jambo ambalo tutakuwa na Jumapili moja ya kuongea kuhusu hili jambo. Jifunze kuhusu afya. Magonjwa mengi ambao watu wanaugua
yanatokana na kitu